fursa hii kukushukuruni nyote mloacha shughuli zenu mbalimbali kuja kutusikiliza, na kwa kweli nitakuwa na maneno mafupi sana baada ya kwamba nimeshaona kazi zinazoendelea. Mtakumbuka mwaka 2020 tulipokuja kuomba kura, tulisema kwamba tutawasaidia wavuvi, wakulima wa mwani na wajasiriamali katika shughuli hizi zinazohusiana na uchumi wa bahari. Tukaita kwamba tutakuwa na uchumi wa bluu. Nyinyi ni mashahidi kwamba tumefanya au tumetimiza ahadi zetu. Tumetoa maboti kwa wavuvi, tumetoa maboti kwa ajili ya wakulima wa mwani, na tumetoa zana mbalimbali, si maboti peke yake. Wale wavuvi tumewapatia mpaka fish finder, tumewapatia nyavu, tumewapatia mambo kadha wa kadha ili waweze kuongeza uzalishaji wa shughuli zao. Wakulima wa mwani nao kadhalika tumewapatia vifaa mbalimbali vinavyohusiana na uzalishaji wa mwani. Nafurahi kusema kwamba kazi ile ilifanyika na takwimu zinatuonyesha kwamba upatikanaji wa samaki umeongezeka sana toka wakati ule mpaka sasa. Kwa hivyo tunachoahidi ni kwamba katika miaka 5 ijayo tutaendelea kuwasaidia wavuvi, wakulima wa mwani na wajasiriamali ili kuongeza kipato chao. Wavuvi sasa hivi walituambia kwamba maboti haya madogo madogo hatufiki mbali. Tunataka sasa maboti makubwa tufike kwenye bahari kuu. Tumelipokea, tutalifanyia kazi ili tuwawezeshe wafike kwenye bahari kuu wapate samaki wengi zaidi. Kwa upande wa wajasiriamali, tuliwaahidi mazingira mazuri ya kufanyia biashara zao. Tumeendelea kujenga maeneo mbalimbali ya masoko, tumeendelea kujenga madiko, tumeendelea kujenga maeneo ya kufanyia biashara ili waweze kuwa na mazingira mazuri. Kwa hivyo nafurahi kuona kwamba kazi hii inaendelea Unguja na Pemba ya ujenzi wa masoko ya samaki, ujenzi wa madiko na vile vile tunajenga maeneo mazuri kwa ajili ya ujasiriamali kama walivyosema ndugu zetu hapa wa banda la Papa. Ahadi yetu ni kwamba tutaendeleza hili, lakini hatutoishia kwenye mazingira mazuri na zana tu. Tutaendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba. Haya ndio mambo matatu tuliyoahidi. Tuliahidi zana za kazi, tuliahidi mazingira mazuri ya kufanyia kazi, tukaahidi na mikopo isiyokuwa na riba. Mikopo isiyokuwa na riba imeanza kutolewa. Zaidi ya shilingi 96 bilioni tumezitoa kwa ajili ya vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Tutaendelea kutoa fedha hizo kwa sababu tunatambua wapo wengi bado hatujawafikia. Lakini wale ambao walipata na wakarejesha, wakipewa tena watapewa viwango vya juu zaidi kwa sababu wameonyesha kwamba wanaweza kuzitumia zile pesa kwa manufaa yao na kuweza kurejesha. Kikubwa ambacho nataka niseme hapa ni kwamba kuna swala la usimamizi mzuri wa masoko yetu haya. Likiwemo hili, tutahakikisha kwamba tunaweka usimamizi mzuri ambao utaweza kutatua changamoto zinazokabili maeneo yetu haya, ikiwemo ukosefu wa maji, usafi unaotakiwa, lakini yale maeneo ya baridi, cold rooms, ziweze kufanya kazi muda wote, na vile vile kuwe kuna maeneo ya kusalia na kadhalika. Nimepewa changamoto za soko, nimezipokea, nataka niwaelekeze Zafiko wahakikishe kwamba wanasimamia vizuri masoko yetu. Hakuna sababu kwa nini katika maeneo kusiwe na maji safi ya kutumia. Hakuna sababu kwa nini cold room yakiharibika yasitengenezwe mara moja. Hakuna sababu kwa nini kusiwe na utaratibu mzuri wa usafi. Haya wakati tunajenga tulihakikisha kwamba tutaweka uendeshaji mzuri. Kwa hivyo kama uendeshaji unasuasua, hakikisheni uko mbele tutakuwa na uendeshaji mzuri. Tutaendelea kujenga masoko mengi kama haya. Hili ni moja. Yako maeneo ambayo sasa hivi tunazungumzia ya Kama, ya Fungurefu, ya Mangapwani, kuna wavuvi, kuna waanika dagaa, kuna watu wengi wanaojishughulisha na shughuli hizi za uchumi wa bluu. Tutahakikisha mazingira yanaboreshwa, wanapata mikopo
wanapata zana ili kuhakikisha